Asante. Mimi naitwa Amos Michael Mzelu, ni mwanachama wa Simba, lakini pia hata tawili nalo pia linanihusu. Maana mimi nilikuwa mwenyeji wa Magomeni, lakini kwa sasa niko Mzinga, tuko tawi la Mzinga pale pila Sunani. Lakini kama unavyoona nembo yetu tunavyosema Simba nguvu moja na ubaya ubwela. Karibu. Asante. Mzee, ulianza mwaka gani kuishangilia klabu ya Simba? Mimi kwanza nimezaliwa 60. Kwa hiyo mimi familia yangu yote ni Simba. Mimi toka miaka 70 mimi ni Simba. Nimewaona kina Kilambo, nimewaona kina Kapela, nimeona kina Wile Mwajibe, nimeona kina Martin Kikwa, nimeona kina Kibadeni, nimeona kina Kajole wakicheza, na nilikuwa naangalia mazoezi pale Jangwani. Wakati huo tulikuwa tunaonja pale Jangwani. Kwa soka la zamani la ukiangalia jinsi lilivyo na la sasa hivi, tokea miaka hiyo ambayo umeanza kushangilia Simba na sasa hivi, mpira umebadilika kwa kiwango gani? Mpira umebadilika sana. Kwa sababu kwanza kwa wakati ule wachezaji wengi walikuwa wanacheza naweza kusema kwa kujitoa. Kwa sababu hata wakati ule ulikuwa si mpira wa biashara, ulikuwa ni mpira wa kujitoa. Hata mchezaji ambaye unaambiwa anakuja kucheza leo Simba ni mchezaji ambaye amejulikana mpaka vinasaba vake, anatokea wapi. Hawezi tu kokota kama sasa hivi unavyoona. Sasa hivi unaweza ukatoa mchezaji kutoka Yanga, unaweza ukatoa mchezaji kutoka Singida, lakini kwa wakati ule ilikuwa ni ngumu sana. Yalikuja mambo ya kubadilika baadaye ndio yalibadilika, lakini kwa muda mwingi wachezaji walikuwa wanatolewa kwenye timu ambazo zinajulikana, hawa ni Simba wenzetu, ndiko wachezaji walikuwa wanapatikana. Lakini ni kweli mpira umebadilika. Mpira wakati ule sio kama mpira huu ambao tunaona sasa, umebadilika sana. Msimu gani ambao huwezi kusahau wewe, ambao klabu yako ya Simba ilifanya jambo ambalo wewe mwenyewe huwezi kukaa ukalisahau? Kwanza katika misimu ambayo ilinifurahisha zaidi ni mwaka 74 ambao tulicheza nusu finali ya klabu bingwa ya Afrika. Na wakati ule tulicheza na timu ambazo zilikuwa ngumu kweli. Na kama sio figisu ya Waarabu, sisi tulikuwa tunachukua ubingwa. Kwa sababu tulicheza wakati ule na IC Vita, na wakati huo walikuwa on fire, wakina Mayanga Maku, unaona, wakina Mundele, unaona, ndio tulikuwa tumecheza nao wakati ule, na tulikuwa tuna timu kweli nzuri. Golikipa Mambo sasa alifanywa vurugu sana kule Meala Kubla. Lakini kweli kabisa kama tungepita pale basi tulikuwa tunachukua ubingwa. Kwa hiyo mimi niseme sisi Simba ndio waanzilishi wa mwendo wa nchi hii kimpira. Mafanikio yote ambayo unayaona sisi ndio waanzilishi. Mwaka ambao mliweza kuwatoa Zamalek, hali ilikuwaje kipindi hicho ambacho Simba ilitoa Zamalek kwenye mashindano? Kwanza tulikuwa tayari tumeshaanza kusogea kwenye mpira wa kisasa. Kwa hiyo hali ilibadilika, ilikuwa tofauti na kule nyuma 74 ambako tunakusema. Hali ilikuwa imebadilika kidogo. Sio kama ile ya mwaka 74. Hali ilikuwa kubwa na hamasa ilikuwa kubwa, na timu kweli tulikuwa nayo. Na watu waliona kitu ambacho kilikuwa kimefanyika. Kama wanavyozungumza wengine unaosikia kwamba hata Mkapa mwenyewe alishangaa. Aliwaona Simba pale Taifa, alikuwa anashangaa. Yeye amekuja badala kupokelewa, wanakuja kupokelewa Simba. Na mpaka akasema bwana, kwa hali hii nitajenga uwanja. Ndio maana tunasema uwanja ule ni wetu. Yaani Mheshimiwa Mkapa aliujenga kwa niaba yetu sisi. Wengine wanafuata. Wengine wanafuata, nyinyi ndio mlikuwa waanzilishi. Nyinyi ndio mlikuwa waanzilishi. Ndio chachu ya mafanikio na ndio chachu ya kupata uwanja ule. Sisi Simba Sport Club. Kwa hali iliyopo sasa hivi kwa klabu yako ya Simba, unaionaje? Mimi nasema sasa hivi tumepanda zaidi. Sasa hivi tumepanda zaidi kutokana na nyakati. Kwa sasa tumepanda zaidi. Hata wewe mwenyewe shahidi. Leo hii sisi tunaenda kucheza na wale Stellenbosch. Wako watu ambao wanawabeza. Hawa ni watu ambao hawajui mpira. Lakini kwa watu ambao wanajua mpira huwezi kuwabeza wale Stellenbosch. Stellenbosch ana timu pale wababe, watemi wa nchi ile. Amecheza na Kaizer Chiefs amemfunga, amecheza na Orlando amemfunga, amecheza na Mamelodi amemfunga, na kwenye nafasi ya ligi kuu kule yuko nafasi ya 4 kama sikosei. Sisi unanielewa vizuri. Sisi tulikuwa tuna timu 4 hapa kwetu. Lakini timu 4 zile zote zimepotea. Wamebaki Simba Afrika Mashariki na Kati peke yao. Lakini wale bado timu zao zipo. Mamelodi wapo, au Stellenbosch wenyewe, na Orlando kama sikosei au Kaizer Chiefs bado wapo kwenye mashindano yao. Lakini sisi wote wale ambao tena sisi ni nafasi ya 3. Na kama unavyojua nafasi ile sisi tunajua nafasi ile tulipewa kwa kutengenezwa Mizengwe kama mnavyojua. Ile ilikuwa sio nafasi yetu ya kupata sisi. Lakini tunajua na mmeona haya mambo ambayo yamejitokeza hapa katikati. Kama umeyafuatilia vizuri. Kwa hiyo sisi tunacheza mpira wa kuonekana.
mpira haujifichi. Wanaocheza mpira wote wanaonekana kiwanjani, sio mpira ujanja ujanja. Umeona kuna kipa mmoja hapa juzi tu wamesema wamepeana. Mimi sijawahi kuisikia lugha hii, nimeanza kuisikia wiki hii eti wamepeana. Na ukiangalia ni kweli wamepeana. Maana kama vile mtu na shangazi yake. Unaona eh? Kwa hiyo sisi si watu wa namna ile. Sisi tunacheza mpira, na ndio maana unaona hata leo tunapojivunia mafanikio ya muda ambao sisi tumeshiriki kwenye mashindano haya makubwa. Na muda gani tumepata ubingwa kwenye nchi hii, namna gani tuliko perform kwenye mashindano ya kimataifa ya CAF, utaona tofauti kubwa. Yuko mtu anaweza akasema mimi nimeshinda mashindano ya klabu bingwa miaka 30, lakini muulize leo kwenye ranki za CAF yeye ni wangapi? Unamkuta si wa 30, si wa 40, miaka sijui wako nafasi ngapi. Kwa hiyo ukiwaangalia Simba wana tofauti mkubwa, na ndio wanaotengeneza tofauti kubwa ya mpira wa Tanzania. Kwa kumalizia, mzee wangu, tarehe 8 Machi, ni kweli mlikimbia au ni maneno tu? Wewe bwana wewe, nani kakwambia si tuwakimbia wale? Si wale hatuwakimbii. Ball mipango wale wanajua kilichowakuta, na ndio maana walikwepa. Sio sisi tuliwakimbia, wao ndio walikimbia. Na ile milio ya mbuzi ni kweli? Wale wana mawewe. Wale wao wanashangaa mbuzi tuende naye pale tukafanya nini? Kuna nyasi ndani. Wale waongo. Sasa mpira unachezwa na uchawi bwana? Au mpira unachezwa na miguu? Mbuzi anacheza mpira? Wale waongo, wendazimu. Wewe basi lile limefungwa, lina tinted. Milango yote imefungwa, unaweza kusikia mbuzi analia? Au huyo mzee mfupi utamuona mle basi lilofungwa milango? Inawezekana kuna kioo kiliachwa wazi kidogo. Hakuna kitu cha namna hiyo. Kwanza sisi hatujawahi kucheza mpira namna hiyo. Kama utakumbuka au kama utafanya vizuri, kufanya utafiti vizuri, tafuta ni kilabu gani ambayo inafanya mauzauza ya kupanda ukuta, ya kupita mageti tofauti, utawakuta wao ndo wapo. Sio Simba. Sio Simba. Hakuna mbuzi wala nini. Wewe sisi tunaenda South Africa. Tukirudi tuleteeni wale watu. Leo kuna habari moja nimeiona imetrend kwamba mechi iko tarehe 10 inachezwa Zanzibar. Waje kama kweli ipo. Lakini kuna mtu ananiambia wanasema ni uongo. Wanasema ni uongo nini? Taarifa ya uongo. Kama taarifa ya uongo bado sisi tunawasubiri watacheza. Sisi kama wacheze ndio tutaelewa, lakini sisi tunasema watacheza. Kwa hiyo nikwambie, unajua uongozi wao unatengeneza namna ya kujificha. Yaani wanatafuta ni namna gani waambie wanachama wao waone kwamba wao wana uhalali au wana jambo lilofanya liko sahihi. Hilo wanalijua. Na ndio maana badala ya kumaliza mambo yale kwenye bodi ya ligi au TFF wakaenda kukimbilia CAS. Kitu ambacho kinashangaza kabisa. Wewe unaitwa serikali ya mtaa unakimbilia mahakama kuu. Maamalize hapa kwanza. Akishamaliza hapa kwanza ndio akimbilie kule ambako ameenda. Kwa hiyo wale wa viongozi wanawadanganya wanachama wao. Na sisi tunasema safari hii tunataka kuona watacheza au hawachezi. Na tukiambiwa wacheze, si kwanza tuenda na fulani yetu kabisa, tutasema kabisa wanacheza. Kama wacheze basi watuachie point, maana wanatuogopa. Ndio uone kwamba nani alimuogopa mwenzake. Sisi hatuna sababu ya kupeleka mbuzi pale. Umeelewa ndugu yangu? Basi hilo ndio nataka kulisema. Sisi bado wawakilishi wa nchi, na ndio maana tunasema sisi ndo wenye nchi. Mama Samia naye yumo. Kama unavyomsikia mama ameongeza mzigo, na tunamhakikishia tunapoenda kule inawezekana ule mzigo utakuwa mkubwa zaidi kuliko hata alivyofikiria au kuliko watu wanavyofikiria. Sisi tunaamini kabisa kule tunatoka salama, na kama wanavyosema ndugu zangu wengine au msemaji aliyopita kwamba tutafanya kitu cha ajabu sana na watu tutawashangaza. Tutashangaza nchi hii, tutashangaza Afrika Mashariki na Kati na ulimwengu mzima. Tutaweka nyome pale airport.